Ni asante kwa ajili ya ukuu wako. Sasa nimesimama mahali hapa Bwana Yesu, ukanitumie tu kama chombo chako, ukapate kufikia yule mama, ukapate kufikia yule mzee, bila kusahau yule kijana, ukatutembelee sisi zote, na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Asante. Fungua nami kitabu cha Yohana Mtakatifu, kifungu ni cha 8 mstari ni wa 10 na 11. Yohana Mtakatifu, kifungu ni cha 8 mstari wa 10 hadi 11. Yesu akajiinua asimuone mtu ila yule mwanamke, akamwambia, mwanamke, wako wapi wale washtaki wako? Je, hakuna aliyekuhukumu kuwa na hatia? Akamwambia, hakuna, Bwana. Yesu akamwambia, wala mimi sikuhukumu, nenda zako, wala usitende dhambi tena. Hiyo ndiyo habari Yesu Kristo, ama habari njema asubuhi ya leo. Na yote uko kwa barabara, uko kwa shughuli zako, ama unapata hii sauti mahali popote ulipo, huyu ni yule mwanamke aliyefumaniwa akiwa anafanya uzizi. Na ilikuwa ya kwamba kitambo kile ukipata ukifanya uzizi hadharani, ulikuwa unachukuliwa unapelekwa kwa uwanja, unapigwa mawe hadi kufa. Kumbukumbu ya Sheria 22 mstari wa 22 na 24, na Mambo ya Walawi 20 mstari wa 10, na Mathayo 22:15. Maandiko inasema ya kwamba huyo mwanamke akafumaniwa akifanya uzizi, na alipopatwa pale na Wafarisayo na waandishi wa habari, ama wale waandishi wa sheria, wakampeleka kwa Yesu ili wapate kumhukumu. Huyo mwanamke alipoletwa kwa Yesu, Yesu alianguka chini, ama alipiga magoti, akaandika pale mchangani, na wale ambao walikuwa wamemleta kwa Yesu wakaanza kuondoka mmoja kwa mmoja. Yesu akarudi tena mara ya pili, akaandika mchangani, na wale walikuwa wamekuja kumhukumu na kumshtaki kwa Yesu wote wakaondoka. Huyo mwanamke akambaki mahali pale akiwa na Yesu. Maandiko inaniambia kwamba hii ilivyofanyika, Yesu akaambia yule mwanamke aende na asitende dhambi mara tena. Inamaanisha kwamba, na hii ndio habari njema siku ya leo, huyo mwanamke alifaa kupigwa na mawe afe. Huyo mwanamke damu yake ilifaa kumwangika mchangani, maana alikuwa na hatia. Lakini kwa ajili ya Yesu hakumwacha apigwe na mawe. Alipopelekwa kwa Yesu, hawa wanadamu ama wanaume, kuna kitu ambacho hawakujua, kuna kitu ambacho hawakufahamu. Walipompeleka kwa Yesu, Yesu alichukua kesi yake, na huyo mwanamke wokovu ukamjilia. Huyu mwanamke Yesu akaanza kumhudumia, maana kila wakati mambo inapokuwa ngumu, kila wakati mambo inapokuwa inakulemea, ni afadhali mkimbilie Yesu. Kuna mambo mengine itafanyika kwa maisha yako, kuna njia ingine utapitia, lakini itakusongesha na kwa Yesu. Huyu mwanamke alikuwa anafumaniwa kwa uzizi, huyu mwanamke alifaa kuuawa, lakini wale waandishi wa habari na wale Mafarisayo, kuna kitu ambacho hawakujua. Walipomleta kwa Yesu, they failed to know even at the present time Jesus was saving men. Yesu aliishi kukomboa. Hata kwa dakika hii Yesu ako na uwezo wa kukomboa. Alifaa kufa, alifaa kupigwa kwa mawe, lakini Yesu hakuwaacha, maana hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Yesu alipokuwa anaandika, maandiko yanaambia kwamba ama kwa ufunuo alikuwa anaandika zile dhambi. Hao watu walipomleta kwa Yesu, wewe ambaye hauendi kanisani, usifikiria kwamba Yesu hawezi kutembelea, usifikiria kwamba huwezi kupokea wokovu. Wokovu sio mavazi, wokovu sio kanisa, wokovu ni nafsi na roho yako. Kwa hivyo mahali popote ulipo, nataka uelewe ya kwamba hata kwa dakika hii Yesu anaokoa watu. Hata kwa dakika hii
Yesu anakomboa watu. Hata kwa dakika hii Yesu anatoa watu kwa kifo. Hata kwa dakika hii Yesu anatoa watu kwa mambo ya dunia. Hii ndio habari njema asubuhi ya leo, ambao sisi tumejitoa tukatoka pale kanisani tupate kufikia wewe ambaye haujaelewa habari za Mungu, ambaye haujampokea Yesu, ambaye haujamfahamu. Tumechukua nafasi tukukujia mahali popote ulipo. Tumechukua nafasi, tumechukua huu muda tupate kukuambia kwamba hata kwa sasa Yesu anaokoa. Hata kwa sasa Yesu anasamea. Hata kwa sasa wanadamu wanaokolewa, maana damu iko na nguvu bado. Damu ya Kalvari iko na nguvu. Damu linaokoa. Katika usherati inaweza kutoa, katika ulevi inaweza kutoa, katika wizi inaweza kutoa. Maandiko yanaambia kwamba Yohana 8:5 halifaa kuuawa kulingana na sheria. Hata kwa nchi yetu kunayo sheria. Ukipatikana ukiiba, mtutu wa bunduki waweza kukula. Ukipatikana kwa uzinzi, magonjwa yanaweza kupata. Ukipatikana ukisumbua watu, kuna mkono wa sheria. Vivyo hivyo wakati wa Yesu. Lakini sheria haina nguvu mtu akiokoka. Sheria haina nguvu. Nataka nikuambia kwamba wewe ambao unanisikia na unatembelea njia ambayo si ya kiungu, ni afadhali umrudie Yesu. Ni afadhali umkimbilie Yesu. Ni afadhali uje kwa Yesu, maana hata kwa sasa huyu Yesu anaokoa. Hata kwa sasa huyu Yesu anasamea. Hata kwa sasa huyu Yesu anaondoa mizigo za watu kutoka kwa mabega zao. Even at this present time, Jesus is saving. Bado Yesu anakomboa. Nguvu za Yesu hazijaisha. Haijalishi unafanya nini, haijalishi njia yako ikoaje, haijalishi unapenda nini, lakini nataka uelewe kitu kimoja asubuhi ya leo. Yesu anaokoa. Wewe ambaye ni mpanda bodaboda, wewe ambaye unafanya kazi, wewe ambaye unafanya biashara, tukifika mbinguni hakutakuwa na masuala ya biashara, itakuwa ni njia yako na Mwokozi. Wewe ambaye uko na vyeo mbinguni hazitahesabiwa. Ili ambayo itahesabiwa ni kile ambacho ulifanya, ni kile ambacho ulitenda. Lakini hii ndio habari njema. Nguvu za Yesu hazijaisha. Damu ya msalabani ya Kalvari haijaisha nguvu. Na hii sauti inakuita mahali popote ulipo, upate kumpokea Yesu, upate kumkubali ndani ya maisha yako, maana anaokoa. Haijalishi dini yako, Yesu anaokoa. Haijalishi miaka yako, Yesu anaokoa. Haijalishi kabila yako, Yesu anaokoa. Haijalishi rangi yako, Yesu anaokoa. Haijalishi background, Jesus is saving. Pigia Yesu makofi. Yesu anaokoa. Na hiyo ndio habari njema tumeileta mahali hapa asubuhi ya leo. Huyu Yesu anaokoa. Aliokoa yule mwanamke ambaye alikuwa apigwa kwa mawe hafe. Huyo mwanamke hakufa. Alirudi nyumbani akiwa na furaha. Alirudi akiwa ametabasamu. Maana kulingana na sheria alifaa hafe. Kulingana na sheria unafanya biashara ambayo stahili, na ukipatikana unaweza serve kifungo. Hii ndio habari njema. Mahali popote unanisikia, kama unauza bangi, kama unauza dawa za kulevya, kama unauza vileo, it is better you turn to God. Maana Yesu anaokoa, Yesu anakomboa, Yesu anasamea hata kwa sasa. Habari njema Yesu Kristo. Na ni habari nzuri sana. Hata mtu anaweza patikana katika hali ngumu na muokoe. Huyo ndiye Yesu ambaye anatosha kukuokoa. Huyo ndiye Yesu ambaye anatosha kukusamea. Huyo ndiye Yesu ambaye atakusafisha na abadilisha maisha yako. Akiingia ndani yako, hautakuwa yule mtu ambaye aliishi kufanya ukahaba. Akiingia ndani yako, hautakuwa yule mtu ambaye aliishi kunywa pombe. Akiingia ndani yako, hautabaki yule mtu ambaye ameishi kusherati. Maana hata kwa sasa huyu Yesu anaokoa. Hata kwa sasa huyu Yesu anainua.
Hakuna haja ufanye biashara ambayo si ya kiungu. Huyu Yesu bado hata kwa sasa anabariki watu. Huyu Yesu hata kwa sasa anainua watu, anamtoa masikini kutoka mavumbini, anamketisha na mfalme. Na hiyo ndio habari ya asubuhi ya leo ambayo tumejitoa tukuletee, tumejitoa tukujie, upate kukubaliana na Yesu, upate kumuelewa, upate kumfahamu. Na ukiisha kumfahamu, he will loose you from the shackles of darkness. Hata kufungua kutokana vifungo za giza, hata kufungua kutokana kila mnyororo na kila mzigo mzito. Unaweza kuwa ni wa uzinzi, unaweza kuwa ni wa usherati, unaweza kuwa ni wa masikini ambao shetani amekuwekelea. Jesus can loose you na mambo ibadilike. Hata kwa sasa Yesu anaokoa. Hata kwa sasa mambo inabadilika. Ni jambo la muhimu sana. Tumwamini Yesu, mambo ibadilike. Tumwamini Yesu, maisha ikuwe na ladha. Unaweza kuwa mahali pale, you don't feel the taste of life, na hii maisha iko na furaha sana. Ukiwa ndani ya Yesu unapata amani. Ukiwa ndani ya Yesu unapata furaha katika Roho Mtakatifu. Ukiwa ndani ya Yesu unakuwa na utakatifu. Na ikiwa kama kwa njia nyingine ama nzuri, parapanda itapigwa, mpendo, hautakosa nafasi yako, hautakosa nafasi yako. Maana nini? Safari tunaifanya, tumekukujia upate kuunganika nasi katika hii safari. Kabla mwana wa Adamu hajakuja, kabla mwana wa Adamu hajatumwa, hakujia watu wake. Hata wewe ukuwe pamoja nasi, hata wewe ukuwe pamoja nao. Maana Yesu furaha yake ni ukuwe na yeye mkiimba milele na milele. Anaokoa, anaokoa hata bado anaokoa. Haijalishi umetenda dhambi kiasi gani, haijalishi umeasi kiasi gani, haijalishi umepita hii njia umerudi ingine, haijalishi umejichanganya aje, haijalishi umejichafua aje. Wewe tazama, mwanamke anapatwa katika uzinzi, anapatwa akifanya dhambi ya uzinzi na alifaa kuuawa, lakini Bwana Yesu maana amejawa na huruma hakukubali itendeke, hakukubali ilifanyike. No one is perfect. Maana hata wale ambao walikuja kumhukumu wao waliondoka, lakini wanaweza kuwa walirudi bila kuokoka. Lakini huyo mwanamke licha ya aibu aliyopitia, alinenwa kila mahali, alinenwa katika vijiji zote, yule ndile mwanamke ambaye ni mzuzu. Lakini hiyo siku akapatana na Yesu, akarudi kama ameondolewa dhambi ya uzuzu na kiu ya uzuzu. Maana Yesu hata kwa sasa anaokoa. Mtu na asikudanganye ati Yesu haokoi. Kijana usidanganyike ati Yesu haokoi. Vijana, mama usidanganyike ati Yesu haokoi. Mzee usidanganyike, Yesu anaokoa. Na ukikubali hii Yesu akuokoe siku ya leo, hakika utabaki wa kawaida, mambo itabadilika. Behold, all things will be new. Maana Roho wa Mungu amekushukia na Mungu amekubali kukuongoza. Arudia tena, anaokoa Yesu. Hiyo ndio habari ya asubuhi ya leo. Jesus is still saving men. Jesus is still saving people. Yesu bado anaotoa mzigo kutoka kifungo. Anakutolea mzigo ambao umeishi kukusumbua. Anakutolea kila kitu chote na mambo inabadilika. Naweza kuwa uko mahali pale unatamani kumpokea Bwana Yesu Kristo. Maana kusudi kuu tukuja mahali hapa, ndani ya moyo wako wajua mambo yako na Yesu haiko sawa, mambo yako na Mungu haiko sawa. Huu ni wito tunakualika. Hatujakuja mahali hapa kuoneshana mavazi, hatujakuja kuoneshana vile ambavyo tunajua kuimba. Tumekuja tukuite upate kumpokea huyu Yesu, upate kumwelewa huyu Yesu, upate kumfahamu na unganike na sisi katika safari ambayo tunangojea. You will secure your place in the heavenly realms.
umekwisha kumpokea Yesu, haijalishi umeisha maisha ya aina gani, haijalishi umefanya nini, Jesus, ukikiri kwa kinywa chako, ukikiri anaokoa, ukikiri ako na uwezo, ukikiri anasamea, umekwisha kupata wokovu. Hakuna fedha ulipo upate wokovu. The price was paid in the cross. Deni lilipwa. Chochote ulifaa kulipa kililipwa. Ni wewe tu ongea na roho yako, napomkaribisha mhubiri apate kuomba. Mahali popote ulipo, waweza unganika nasi katika imani, umpokee Yesu, maana hata sasa anaokoa na mambo yako itabadilika katika jina la Yesu Kristo. Thank you. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe Mungu wangu. Wewe ni Alfa na Omega. Wewe ni Alfa na Omega. Baba, wewe ni Alfa na Omega. Ewe Mungu wangu, pokea sifa zetu Bwana. Pokea sifa zetu Bwana. Pokea sifa zetu Bwana. Ewe Mungu wangu. Baba wetu na Mungu wetu uliye juu mbinguni, katika jina kuu la Yesu Kristo, tunaliinua na kuliheshimu jina lako mchana wa siku ya leo, tukisema ya kwamba hakuna Mungu aliye kama wewe, hakuna Mungu wa kufananishwa nawe. Pokea sifa zetu, pokea utukufu ukiwa katika kiti chako cha enzi. Ni asante Bwana, tangu tulipokanyanga mahali hapa Bwana, tulikuita na tumekuona ukitenda, tumekuona ukifanya. Umemtumia mtumishi wako kama chombo akaweza kulinena neno lako. Wacha Bwana ukaweze kumbariki Bwana, ukaweze kumuinua kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Tunapoenda kujiandaa kurudi kule kanisani Bwana, tunaomba ukaenende nasi. Neema yako Bwana ikatutoshe, ukasafiri pamoja nasi, ukaondoe mikosi, ukaondoe ajali. Tufikapo salama, jina lako litainuliwa. Kwa Kristo Bwana tunaomba na pia tunashukuru.